Jina naitwa Tadeo Bagega, mwenyekiti wa bajaji za Bongwa Center ambazo zina route ya kwenda Nyegezi Kona mpaka mjini. Leo tumepata ugeni wa RTO, DTO na OCD, ikiwa lengo na dhumuni ni kuzungumzia hii habari ya Disemba 9 kulingana na watu ambao wanaendelea kuchochea mitandaoni. Kwa sisi kama kiongozi na maafisa usafirishaji dereva bajaji, nimechukua fursa au nafasi hii kuzungumza na wenzangu ili kuwahimiza na kuwasisitiza, sababu hii ikija kutokea tena kama ilivyotokea, wote tunakumbuka tarehe 29 nini kilitokea, inaweza katuathiri zaidi na zaidi. Kwa sisi kama viongozi wa bajaji tutajaribu kuwahimiza na kuhimizana na wanachama wenzetu, kwa sababu hii kitokea tena itakuwa ni changamoto, kwa sababu kwanza tayari kama hutoki nyumbani kwenda kutafuta riziki, wengi wetu hamna mtu ambaye ana akiba hata ya wiki au ya siku 3, 4, 5, wengi unakuta ni siku 1 au 2. Kwa hiyo kama ikitokea tena kama ilivyotokea itatuathiri zaidi. Kwa hiyo mimi ningeomba tu madereva wenzangu, wananchi, vijana wenzangu, watafuta riziki kama sisi, tujihadhari haya makundi kama walivyotuelekeza Mheshimiwa RTO, OCD, RPC, kwamba hii kitu tusikubaliane na haya makundi ambao tutakaona wanaviashiria vya kutaka vijana waanze kwenda barabarani na kuandamana. Na kama ikitokea kama walivyoelezea kwamba mtu anaonekana na viashiria hivyo, wametoa namba za mawasiliano ya simu kwamba alipotiwe kwa njia ya simu pasipata kwenda ofisini. Kwa hiyo nadhani itatusaidia sana sisi kama vijana. Mimi nadhani sina mengi zaidi, kikubwa tufanye kazi na mambo yaendelee. Asante. Mimi kwa majina naitwa Anifa Ruteja, ni mwanachama, ni dereva bajaji wa Bongwa Sawa, wilaya ya Nyamagana, mkoa wa Mwanza. Mimi napenda kutoa shukrani kwa kikao hiki kilichoitishwa hapa, kwa sababu ni kikao cha kujifunza jinsi ya kuendesha vizuri abiria, kusafirisha vizuri abiria, utendaji kazi, kuwa makini, kuzingatia sheria za barabarani. Pia tulikuwa tunaomba kuhusu hii tarehe 9, tulikuwa tunaomba vijana ambao wanajihusisha na maandamano, tulikuwa tunaomba vijana, kwa sababu wengine kama sisi madereva tunatoka ndani ndo tule, tukienda kutafuta ndo tunapata kula. Kama sisi wanawake kwamba tulipenda, hatukupenda kwa sababu hatuna riziki nyingine ya kutuingizia kipato ili familia zetu tule. Lakini amani, tunapata changamoto kubwa sana, familia inakosa amani, watoto wanakosa zile huduma za msingi kwa wakati huo. Kwa kitu tulikuwa tunaomba viongozi, tunaomba wazingatie hiyo tarehe 9, waweke ulinzi wa kutosha ili watu tuwe na amani, madereva tuendelee kufanya kazi. Pia tulikuwa tunaomba kama walivyotangaza kwamba tunasikia kwamba sheri zinaweza zikafungwa, sisi tulikuwa tunaomba wasitufungie, tuendelee kufanya kazi, amani iendelee kuwepo. Asanteni. Kujipanga ni swala letu sote, tukianza na wewe mwandishi kama mtangazaji, na mimi wewe kwako utoe tu taarifa za ukweli kwamba Tanzania tuko hivi, lakini sisi wenyewe tunaomba tu amani iwepo, kama mashehe na wachungaji ambavyo wanaombea amani misikitini na makanisani, na sisi tunaotembea kwa mguu tuombe kuwa na amani katika taifa letu, tutaishi kwa amani na utulivu. Kupigwa bomu kwa sababu baada ya kutokea changamoto ile, wao walienda majumbani kwao kwenda kulinda familia zao na kutekeleza majukumu ya kifamilia tu. Kwa hiyo masuala ya maandamano, watu wa bajaji hawajashiriki kwa namna yoyote. Unawashauri nini na unatoa wito gani? Mimi wito wangu sasa ni kuendelea kama tulivyofanya awamu iliyopita,
tuendelee na mkazo ule ule wa kutokushiriki masuala mabaya ya kuharibu miundombinu ya serikali. Bajaji hatutumiki vibaya, lakini mara nyingi huwa ni slogan ya kila mtu anaona kwamba labda bajaji kamepita pale, anaamini kwamba watu wa bajaji ndio walioshiriki. Lakini mimi hicho kitu wasikiamini, kwa sababu madereva bajaji wengi wako smart na wengi wamefundishwa, kwa sababu hata hivi waliofundishwa hivi pia vinafundisha masuala ya nidhamu, kwa sababu nidhamu ndio msingi wa kazi. Kwa hiyo watu wa bajaji kimkweli mimi siamini kabisa kama wapo kwenye masuala ya kuvuruga amani ya Tanzania. Rai yangu mimi ni ile ya kwamba waendelee kulinda nchi yao. Yaani tuwe watulivu katika kipindi hiki na tuendelee kulinda nchi yetu tu kama kawaida na kupiga kazi yetu. Geoffrey Francis Matias, mwenyekiti wa kituo cha Buhongwa, lakini pia na ratibu wilaya ya Nyamagana bajaji BCLO.